ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwisasu. Ujumbe tulio nao kwa siku ya leo kwa muda mchache tu: madhara yanayosababishwa na mizimu katika maisha ya mwanadamu. Katika maisha ya mwanadamu. Ndio maana nimetanguliza maelezo haya. Maisha yetu watu wa Mungu hayasomeki ovyo. Ovyo. Watu hadi leo mmejaa madeni mitaani, mko hapo na mwaka hapa. Wewe ni shetani tu. Na kufundisha mbinu za utulivu, ukae ili uweze kumiliki na kutawala. Madeni aliyekudanganya ni kumiliki na kutawala nani? Tabia. Madhara yake uokovu, Kristo ataondoka katikati yako. Tabia. Hasira. Katika maisha ya wanadamu. Mizimu. Imesababisha nini? Ndo haya. Si mmesikia humo? Msikia yule mama ikilopita. Mama yake wa nani? Bibi yake sio, anasema wewe unajifanya jeuri na kamungu kako kamjini. Utaki kuja Makete kutambika au kufanya, tutaona. Tutaona. Mimi nimetoa sadaka mwanangu, sababu wewe. Tutaona. Mizimu, miungu, madhabahu za kote unazotoka hazitaki tumtumikie Kristo. Hazitaki, hazina utayari. Hazina utayari. Tuko vitani. Ninapoambia uokovu wa umina ni vita, nyinyi bado wengi hamjajua. Bado wengi hamjajua. Madhara yanayosababishwa na mizimu katika maisha ya mwanadamu. Moja, mizimu inaweza kuua ndoa yako. Mizimu hii mnaoiona ina uwezo wa kuua ndoa yako. Kwa namna gani? Unaingiliwa roho mwanamke. Huwezi kumtii mmeo. Ndani ya nyumba unaleta madeni tu, anachukua vitu vya ndani ya nyumba. Roho, miungu, mizimu ya ukoo pande wa baba yako, mama yako au mmeo huyo imekujaa, imekuingia kutokana na tabia ulionayo. Njia msalaba ni maarifa. Niko mara hapa natoa maarifa. Madhara yanayosababishwa na mizimu kwa mwanadamu, mojawapo, yanaweza kuua ndoa yako. Wengi ndoa zina shida. Sasa mama hapo, unafikiri baba angekuwa hajaokoka kingetokea? Au yule wa zamani ulimfahamu na leo?
Unajua sisi wa baba tuliokoka katika roho na kweli tumekuwa mafara, majinga ukituona ndani ya nyumba. Hata kwa watoto wenyewe. Ndio wokovu sasa na wenyewe ulivyo. Mizimu, miungu, yote tunojadili hizo tabia mtaki kuziacha. Ni hayo madudu, ni tabia zako mnazotoka. Na hizo tabia zipo ili mweze kuharibiwa hatima za kwenu. Ningependa kila mmoja ufahamu ninayoyafundisha. Nafundisha lengo na kusudi ni nini? Watu wa Mungu, hizi ibada hatukuwa nazo. Mizimu, miungu, madhabahu zako zinaweza kuua ndoa yako ukaachika. Nafikiri wanaume huko ambao hawajaokoka wanapenda upuzi huo. Sio unasikia mtoto wa kike si wa mama akaga na toka hapa. Miungu. Lakini yote haya matatizo, hii mizimu, mpenyo inapata wapi? Kwenye tabia. Naomba mnielewe, nachokihubiri leo ni tabia zinazotung'ang'ania. Hizi tabia ndizo zinazosababisha matatizo kwenye maisha yetu. Ni lango. Ndio maana tunafundisha upendo, majadiliano ndani ya nyumba. Baba na mama kaeni pamoja, muwe kitu kimoja. Binti akitaka kufanya hivi, wote mnarudi hivi. Na hiyo miungu na mizimu ya maeneo mliotoka mnaishinda, lakini mmoja ukiwa tofauti tu, hakuna ni langu. Kwa nini unakuwa mkaidi mwanamke, mwanaume? Wokovu ni mabadiliko, watu wa Mungu. Kwa ningependa tu ujue na ufahamu kwamba mizimu inaweza kuua ndoa ya kwako, ndoa ya watu, ndoa za wanadamu. Kwa ndoa nyingi watu wa Mungu zina changamoto. Chanzo, adui namba moja ni midudu hii. Na ukiona mtu yuko omina katoka mbali, ajabu usiwauliza Mungu ambaye ndo nimekupa hawa waliochakaa. Nitengenezee. Hapa hakuna ambaye ni product tu ya jana vijijini. Hakuna. Watu wamechakaa. Siri zao tu, watu wamechakaa. Ukiona mtu anafika omina, alikotoka na maisha mbali, ndio bado yuko hapa. Ndio maana nasisitiza badilika, umepata neema mtu wa Mungu. Ndio maana yake. Mizimu hii mnayoiona ina uwezo wa kuwafanya wanandoa wachukiane, wengi majumbani. Mmetoka madhabahuni, wote mliokoka mlafika nyumbani. Madhaifu ya tabia mlizo nazo ni lango. Mmoja anaingiwa kwa ule wakati, anatamka tu kitu kilikuwa kidogo, mwingine kasha kibeba. Ndani kukisha chafuka, watu wa Mungu, Mungu hana nafasi ya kukaa mara. Ni lango mmeliachilia. Haya madudu. Wako watu hapa ni wanandoa, ni majumbani humo, ni shughuli humo. Na naomba siku moja niwafumanie mnagombana huko. Na Makasala unacheka. Hai. Fumania mlo na mtukana Makasala. We. Mtume. Si ndio ulivyo. Lakini hapo nasema amina. Amina ya nini? Maana ya amina ni mabadiliko. Badilika.
Mimi nimetumwa kujenga na kubadili aina ya ibada. Na jenga familia iliyo bora, jumuiya. Natengeneza koroni jipya la Kristo, tukazae uzao unaomwabudu Mungu, sio miungu. Mimi ndio nilichotumwa nacho. Mimi sijaja kusanya sadaka hapa. Wewe unakuja na sadaka yako hapo wakati ni tabia ubadiliki. Nina faida gani? Na wamejaa wako hapa, msionaje? Wako hapa. Wako hapa. Ukisikia mitano wanamotoka watu mambo yaliyokumo. Ila kila siku nakabibilia umina kufanya, rudia huko huko. Ndio huko. Mwaka mzima bado tunakukarabati. Bwana wewe, nenda huko kwenye madini yenu. Maisha unayajua ulikotoka. Nimewafundisha ukaa kimya. Tunajaribiwa. Unaweza katoka huku umepata kilicho kibora, kizuri. Sasa shetani anakiwinda wapi? Anakiwinda kulingana na tabia yako. Unapofika tu nyumbani tu, anadokoa, anaangalia tabia yako ikoje. Na kisha jaza tu na wewe umelipuka. Pwa, kinaondolewa kile. Mnaona gharama ilivyo ya wokovu, amina. Ni gharama. Ka ujumbe kaleo ni kazuri. Ukifika nyumbani huko, shetani yuko mlangoni kwako kwa kutumia mume wako au mkeo. Kwa makini ukifika pale. Asikia. Kumbukeni, tabia iliyo mbaya ili ifanye uharibifu inamtumia nani? Mwanadamu. Na tabia iliyo njema ili tekeleze yaliyo mema ya Mungu inamtumia nani? Mwanadamu. Kwa hiyo wewe usipolipuka nyumbani umetenda yaliyo mema, ni Mungu ameonekana. Wewe unalizomea kimya kimya limeo. Makerenyewe limeruhusu langu afu bila kujijua. Wewe umechelewa, kaa kimya. Wewe umechelewa, nisamee mume wangu, nisamee. Najua neno samani ni dogo lakini ni zito. Jamaa hata kama alishika panga anaacha. Wewe umechelewa. Hawa mimi kasoro kwambia uokoke uje amina. Kuisha. Na yule anasema shetani, unaona ndio Mungu lao na wao lao bina lilivyo tabia hii. Kuisha. Mabadiliko ya tabia. Madhara yanayosababishwa na mizimu katika maisha ya mwanadamu. Tabia nyingi zinazomwakilisha shetani, kumbukeni, ni miungu na mizimu yako tunakotoka. Wokovu ni mabadiliko ya tabia, tuziache. Tukisha zikubali, manake miungu na mizimu yako zetu tutakuwa tumeiacha nyuma. Tutamuona Yesu ambaye ni Kristo akikaa ndani mwetu akitutetea. Nje hapo. Mizimu inaweza kuua ndoa yako. Mizimu inaweza kuwafanya wanandoa wachukiane bila sababu. Hivi nakuaje wewe mliokoka toka saa 2 mpaka kuna kucha eti amuongei? Mimi siwezi. Nasema kweli. Siwezi. Tangaika wewe, utageukia huko wewe. Kitanda hicho utageukia huko wewe. Utatoka kajasho kana toka umeenda sebuleni wewe. Utarudi wewe. Unasema ni mwenzangu, hebu kaa bwana. Wewe nini leo? Hebu kaa. Tumalize. Hiyo ndio dawa pekee ya kummaliza bibi yako, babu yako ambao ni miungu. Tabia. Manake tabia tunayoitaka mara hapa, lazima tubebe upendo wenye kunyenyekea na kuvumiliana. Kwa sababu hizo tabia zilizo mbaya, huo wakati zinataka kutendeka ndani mwako, ni shetani, watu wa Mungu. Ndoa nyingi zinawasumbua hapa, ni tabia mjabadilika.
kama umekamilika na Kristo, matatizo yanatoka. Unajua vitu vingi tu tunajionya. Kwa hiyo hayo maisha unayoishi ndio Kristo alivyo. Yes. Tunapimwa kwa tabia. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Mimi kwa simulia siku moja kwamba kuna mmoja tumekusali naye hapa zamani, yule mwanadada Mpangwa. Yule mwanadada ilikuwa shughuli. Akiingia ndani ya nyumba saa 2 akifika mume wake mpaka unakuja. Sasa alipokaa kao mimi na mume wake siku moja kalipigia simu akamwambia, unajua jamaa mimi nijua mke wangu ni kichaa. Kwa nini? Akamwambia ni mke wangu ikifika saa 2 tu mpaka kuna kucha. Nasema ukweli, yule mume akuokoka, lakini alinipigia simu, mtume nashukuru. Mimi zamani nilijua mke wangu ni kichaa. Sipambi maneno, nasema kwa sababu ili ni eneo analopita watu kutengenezwa. Unaweza kaletwa hapa ukakaa mwako umetengenezwa, ondoka. Ili ni basi linashusha linakupakia. Kwa sababu mimi nimetumwa kutengeneza. Watu wengine wakijenga vibanda wanajisawa. Atakayejenga kibanda hapa yule mwenye kusudi. Mungu anamwacha hapa kwa kazi maalum. Nashangaa unafikiri wote hapa wangekuepo tungekuwa hivi? Tungekuwa hivi? Makanisa yote unayoyaona hapa hakuna ambaye hajaye kufika Umina. Na wengine wanaendelea kushukuru huko. Na wengine wananipita tu barabarani wanisalimia, lakini walishatengenezwa. Nini? Ulikuwa ni wakati wake ili amjue Kristo. Wala sio kazi yake kunitafuta mimi wala kunisalimia wala. Ila panauma mmoja ndo naingia kwa wife juzi pale dukani. Nilimuokoa sana yule mtu anaingia hapa na nani? Panauma. Kama hivi napiga kelele hapa na kupigia kelele ukombola afu hata shukrani una hata salamu. Naambia ukweli. Nimeenda pale dukani pale. Naye alikuwa anaingia pale afanye mambo yao ya pesa. Na wakati mwanzo alikuwa anakuja hapa analia je kutokea. Ndoa inanisumbua. Tunajua mama ndoa ikishavurugika. Acha. Lakini wala sio yeye. Naye ilikuwa ni wakati wake ili amjue Kristo kwa ule wakati. Kwa watu wa Mungu, hii mizimu ndio yenye tabia ndani mwetu. Kwa mizimu haiwezi kadhihirika kwa tabia mbaya bila sisi. Kwa sisi tukikataa hii mizimu, maana yake ni mabadiliko ya tabia. Sawa watu wa Mungu? Ndio maana nimetumwa katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kwa ndoa nyingi watu wanatengana ni kwa sababu ya mizimu. Mwanamke wa ujana wako, wewe msichana, mume wa ujana wako, leo iwe nini mnatengana? Hani. Leo hata hani hakuna. Unajua hizi sura ziko tofauti. Lazima tujue. Haya nyinyi bado hamjapokea roho ya shetani. Shetani bwana akikuingia rohoni, hasa wewe uliokoka au wewe uliokoka ambao hujatenda baya lolote ndio unayefanyiwa, au mume au mke ndo ameingiwa na shetani. Au mume ni shughuli. 2, mizimu inaweza kukufanya uwe mtu wa kuoa na kuacha na kuachika. Ni mizimu. Ukiona umepita nyumba nyingi sana, mtoto wa kike umeachika, sio wewe. Umezaa huku na huku, sio wewe. Mizimu. Kwa ukiichukia hii mizimu, maana yake lazima uichukie ile roho ya zinaa ndani mwako.
mke wa Yesu lazima ujitambue bwana. Hata tu wanawake wa kimataifa au wa mataifa hawa, sinaona wanavyowashangaga wanawake wengine huko. Unapenda baba, naona watoto wa kike wanapenda wamevaa vikomu na nyinyi wanawake sasa. Nao wanawake wanaoshangaa na wao wanaogopa, hawajaokoka. Kwa kuna heshima katikati yake, lakini nani anayevunja heshima, anaopanda hiyo roho ambaye si tabia iliyo njema? Miungu hii. Ulikotoka watu ndoa zimewashinda. Wanaume anaoa mke huyu, kesho anaacha, analeta huyu, kesho anaacha. Sio wewe. Na pale watu hawatasema miungu wala mizimu, watasema yule mwanaume tabia yake ni wa kuoa. Watu wa Mungu, tubadilike kwa tabia. Anayejua miungu na mizimu ni Mtume Mwansaso. Kuna watu wengine wakisikia hata baadaye redioni wanashangaa, midudu ni midudu gani anayoihubiri huyu? Lengo na kusudi la kutumwa kwangu ni kutengeneza jumuiya ambalo ni koloni linaloendana na Kristo katika kutenda mema. Mabadiliko ya familia. Tunaanzia majumbani kwetu, mbele za watu, hatimaye ufalme wa Mungu. Mmenielewa watu wa Mungu? Mmenielewa? Leo kuna watu wako hapa wameokoka, wanasali hapa miaka na miaka, wanachukuliwa mavitu majumbani, madeni wako hapa. Uloho umepandiwa wewe. Taki kubadilika. Mnaniangalia? Wani wasogelee. Unakopa ili wewe. Ni kutabia. Unakopa ili wewe. Ni tamaa. Kwani Mungu amala paweza kukupa wewe? Shida ni si utulie. Tulia, anza na biashara ndogo, taona tu unapopanda Mungu yuko pamoja na wewe. Umeokoka. Upo mina, pacha na wokovu mwingine huu. Watu wanakuja, mtume, watu wako bado huko mtaani huko. Unabebewa vitu ndani. Tabia. Tulia. Kana huyu Mwansaso, tulia. Hamwa kubadilika. Sipendi madeni mimi. Yanakosesha amani. Umekaa hapa, unaona kama vile utapigiwa simu. Unarudi nyumbani umechukua kitu kikubwa, unarudi nyumbani unakutana na watu wanadai vitu. Yote ni tamani, tabia tu. Acha. Wokovu ni mabadiliko. Unanielewa watu wa Mungu? Unanielewa? Wokovu ni mabadiliko. Unaposema umeokoka, uwe na tayari kubadilika kwa tabia. Kama ulikuwa na gulowa madeni, acha. Kwani mbwa. Sitaki unyoshe, lakini roho mwako sema nimepona. Wewe mwenyewe umo. Amejaa hapa, anenena ni roho. Mimi nawajua nyinyi. Si ni roho. Vimadeni huko unakuwa hata kuendelea kwenye uendelee. Ni kero. Tukija hata nyumbani kwako kwa ovyo. Unahamisha hapa. Wewe ni mtumwa wewe. Unakuwa ni mtumwa. Leo mtanichukia wengi. Sasa mtafanya. Roho ametaka. Usibebe tu tofali la ajabu moyoni mwako jioni ya leo. We kubali kubadilika. Mage kuna watu mtarudi usiri mtume leo. Hili mtume leo limesema. Mbadilike. Mimi ni watu wa Mungu.
Hapa pana maisha, pana kila kitu. Tulia. Mimi sitaje kupiga porojo hapa. Kila kitu kipo. Tulia, amua kubadilika. Wewe umebadilika? Simama, umebadilika wewe. Umebadilika wewe. Nakuoji mara 3. Umebadilika wewe. Nafsi yako itakusuta. Umebadilika wewe. Umebadilika. Mbona unaogopa kusema? Unaona? Yaani unajisuta mwenyewe ndani. Umebadilika? Mbona mimi nashuhudia bado hujabadilika? Badilika kesho sasa hivi. Wewe unajikosesha amani sana. Unaona sasa hivi unavyoanza kuishi. Naishi una nini? Una amani. Badilika. Usikia mwanangu? Badilika. Tusiasingizie tu yale ya Iringa. Yaani yale ukiyakataa moja kwa moja ndio tabia itafanyaje? Itatoka. Lakini ukikataa au usipokataa unaona ni sawa, maana yake tabia itaendelea kwa kwako. Utateseka kwa sababu maisha unayoishi sio ya kwako. Umetengenezewa na miungu na mizimu. Kuna kipindi nilisema usiondoke kwenye huu mji bila kuniaga. Watu mnajiondokeaga. Si mnifikiri mimi najikomba kwenu? Mimi natafuta nini? Mimi ninapokutakia yani kwamba nenda kwa amani, maana yake ni ulinzi. Amjui tu kiburi chenu. Viburi. Talindwa na nani? Wewe ambao umekanyaga mara hapa uko vitani. Unapotoka tu engo ya ardhi fulani tayari wameelezana huko. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Nao kweli upendo ni upendo gharama. Jirani yako na upendo kweli. Jirani yako ni mamako, mwambie tu. Akapatane na mama yake. Hata kama kajeuri, unasikia? Hata kama kajeuri. Wewe kaache tu. Na mjukuu anacheka. Kabibi kako kajeuri kale. Kajeuri. Watu wa Mungu, upendo ni maisha. Na maisha ni upendo. Kwa lugha rahisi, upendo ukikaa ndani ya familia zetu, wanandoa na familia kwa ujumla, maana yake anakuwa amekaa Mungu mwenyewe. Mke huyu wapi leo? Tajali. Safi. Ni raha. Anakuwa ndo Mungu mwenyewe. Shetani tutakuwa tumeshamzuia. Akitaka kuleta ubaya, tunaukataa. Tunaukataa watu wa Mungu. Njia ya msalaba ni maarifa. Maarifa mojawapo ni kuwa makini katika sanduku la agano. Sawa watu wa Mungu? Nyinyi ambao waume zenu hawajaokoka, kuwa makini sana unaporudi nyumbani. Mmenielewa watu wa Mungu? Kuwa makini sana. Sana. Sana tena sana. Kwa sababu shetani anakuwinda. Kwa unapofika nyumbani ukiona mmeo yuko tofauti, wewe tulia. 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 Ukiona ameanza wewe tulia.
Wahenga wanasema funika kikombe mwanaharamu. Mwanaharamu, mwanaharamu ni ile tabia mbaya aliyeingia kwa mmeo au mkeo. Ni shetani ndo mwanaharamu, amekuja kuleta uharibifu kwako. Funguka. Yesu malokole bwana, ni mabingwa tu kubeba Biblia hivi. Lakini faida ya Biblia hujui. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Kila mmoja ajichunguze, unaferi wapi? Tuko chini ya jua, sawa watu wa Mungu? Mmenielewa? Lakini kumbuka hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya Roho Mtakatifu. Mpe nafasi kwa Mtakatifu. Mmenielewa watu wa Mungu? Peke yako uwezi. Najua uwezi. Na la mwisho, mko wengi hapa mnapiga sana watoto majumbani. Wale watoto wamechachamaa, sio wao. Unapimwa wewe. Unajaribiwa wewe. Wanangu tarudi saizi wote watoka shuleni. Wamekuuzi na wakusanye si wako wote. Wao wanangu. Mwanaharamu amepita. Ndio maana ule msemo, funika kikombe mwanaharamu. Kama ni mmeo anakutukana wewe, hilo usiseme wewe mwanaharamu, ndio utapigwa zaidi. Mtume amesema funika kikombe bwana. Mwanaharamu apite. Wewe ni mwanaharamu upite. Nafundisha maarifa, tuko vitani. Mmenielewa? Mmeo hajaokoka unatengenezwa. Anachelewa unafanyaje? Gharama ndio hiyo. Mwambie jirani yako shika neno. Mwambie tena. Amina, tusimame watu.